Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena katika session yetu ya kujifunza maneno ya Mungu, na tupo katika somo letu, tunaendelea session yetu ya pili. Ni Best Katunzi hapa, na tupo kwenye somo letu lile ambalo tulikuwa nalo session iliyopita, tukizungumza kuhusu anguko la mwanadamu, na tukasema kwa sababu gani dunia ipo hivi ilivyo, na tukasema kwamba Mungu hakuumba dunia awali kama tunavyoiona sasa, dunia yenye vita na magonjwa na shida na umaskini na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea. Tukasema hapo mwanzo Mungu hakuumba dunia hii. Tukasema kwamba Mungu alipomaliza kuumba kila kitu akasema, tazama kila nilichokifanya ni chema sana. Sasa kuna hii kitu tunaita anguko la mwanadamu. Tukalizungumzia session ya kwanza, tukazungumza jinsi gani mwanadamu alivyoanguka, sababu za kumfanya mwanadamu aanguke, vitu vilivyopotea baada ya mwanadamu kuanguka, na vitu vilivyoingia baada ya mwanadamu kuanguka. Na kama hujaangalia session ya kwanza, na kushauri tayangane session ya kwanza, kuna vitu vingi ambavyo naamini utajifunza na Mungu atakubariki sana. So leo tupo katika session yetu ya pili, na leo tutazungumza kwa undani sana kuhusiana na mwanamke. Hii ndio wanaita ile nafasi ya mwanamke katika jamii. Leo tutazungumza na kuhusu mwanamke. Sasa hii nafasi ya mwanamke katika anguko. Katika session iliyopita tulizungumza sana kuhusu Adam na alichofanya Adam na matokeo alichofanya Adam, lakini tukugusia kuhusiana na mwanamke. Leo tena kuangalia kuhusiana na mwanamke, na somo letu la msingi itakuwa ni Timotheo wa kwanza 2:13 mpaka 14. 1 Timothy 2:13-14. Nitasoma hapo. Biblia inasema kwamba kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye, wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Tumesema tupo katika sehemu yetu ya pili, na leo tutazungumza sana kuhusiana na mwanamke na ana nafasi gani kwenye anguko la mwanadamu, na ni sehemu gani alitakiwa afanye au akufanya au alifanya. Leo tutaenda kuangalia kwa undani kabisa, na mimi tutakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Wakati tunaendelea unaweza ukatype chochote hapo kwenye comment ili tujue kama tuko pamoja. Tena kusoma katika kitabu cha Mwanzo kama kawaida yetu, kwa sababu ile anguko lilitokea katika kitabu cha Mwanzo. Vitu vingi kwenye Biblia kama unataka kutambua vipo kwenye kitabu cha Mwanzo. Kuna siri nyingi za kwenye neno la Mungu, na kwenye hili somo anguko la mwanadamu kuna vitu vingi ambavyo vipo utavisikia huko watu wanazungumza, lakini sisi tutajitahidi kufocus sana kwenye neno la Mungu. Sitatoa sana mawazo kwamba nawaza hiki kiko hivi ama tunda ni nini ama hiki kilikuwa hivi, lakini tutajitahidi kubezi kwenye neno la Mungu, na nami tutajifunza zaidi tukikaa ndani ya neno la Mungu na kutorukaruka huku na huku na huku na huku. Mwanzo 2:18 tunaanza kuzungumza kuhusu mwanamke, na katika sehemu ya kwanza katika utangulizi wa somo hili tutazungumza mwanamke kama msaidizi kwanza. Kwa nini mwanamke aliumbwa? Kwa sababu gani Mungu aliumba mwanamke? Na kazi ya mwanamke ilikuwa nini tokea awali? Biblia ipo wazi kuhusiana na hili, na katika Mwanzo tutasoma Mwanzo 2:18 mpaka 25. Tutasoma Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana. Hii ni maneno ambayo tunasikia sana kwenye harusi, watu wakiwa mchungaji akiwa anafundisha ndoa, tunasikia sana maneno. Lakini hebu tufanye recap kidogo ya session iliyopita. Nilitoa mchoro kama huu, nikawa naelezea kuhusiana na uumbaji na jinsi Mungu alimuumba Adam na dunia. Nikasema hapo mwanzo, ukisoma Biblia ya Mwanzo 1, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu akaumba dunia, mbingu na nchi, ambao hapa tutatumia tu neno dunia, japokuwa kwenye hili Mwanzo 1 mpaka Mwanzo sura ya kwanza mpaka sura 4 neno dunia halipo, lakini tutatumia tu dunia ili tuweze kufikisha ujumbe na tuweze kuelewa. Tukasema pia Mungu baada ya kuumba dunia na kila kitu, ukisoma ile Mwanzo 1:28, 26 na 28, tunasema kwamba Mungu akamuumba na mwanadamu, akamfanya mwanadamu, na mwanadamu wa kwanza kama tulivyosoma kwenye Timotheo wa kwanza 2:13 na 14, inasema kwamba Adam ndio aliumbwa mwanzo. Ina maana Mungu alimfanya Adam kabla ya kumfanya mwanamke. Na baada ya kumfanya mwanadamu, nikasema kwamba
Mungu akachukua hii dunia aliyoiumba mwenyewe akamkabidhi Adam, kwa sababu lengo la kuumba dunia ilikuwa ni kwa ajili ya mwanadamu kuishi na mwanadamu aitawale. Kwa hiyo tukasema Mungu akampa Adamu dunia aitawale. Ina maana dunia na vitu vyote vilivyomo, ikiwemo wanyama na chochote ambacho kilikuwa ndani ya dunia. Akampa Adam mamlaka ya dunia aitawale. Ina maana hii mishale ya kwenda chini kwa ufupi tunawakilisha kwamba ni mamlaka ama utawala. Hii mishale miwili na kwamba Mungu aliumba dunia akampa Adam kwamba atawale. Ni kama wewe unatengeneza kitu ama unanunua kitu, alafu unampa mwenzako, unampa mtoto wako labda, unaambia hii nimekununulia zawadi ama hii ni saa nimenunua, lakini nakupa wewe iwe ni yako. Ndicho chofanya Mungu. Aliumba dunia akampa Adam, akamwambia Adam, chukua dunia, uilinde, uilime, uitunze, ni ya kwako. Kwa mamlaka yote ya dunia akapewa Adam. Jamaa, kwa lugha rahisi tuliangalia katika session iliyopita maana ya Mungu. Tukasema Mungu, ukiacha kwamba Mungu ni maana ya kuumba mbingu na nchi, lakini Mungu kwenye Biblia imetumika kama utawala. Ndio maana Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa Mungu anaweza kuhakikisha utawala. Kwa Adam akawa kama ni mfalme wa dunia, ama unaweza kusema ni rais wa dunia, ama usema mtawala wa dunia, ama unaweza kusema Mungu wa dunia kwa maana ya utawala. Sio kwa maana ya uumbaji, kwa maana ya mamlaka ambayo alikuwa nayo Adam aliyopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye session hii tumesema tunazungumza kuhusiana na mwanamke. Sasa baada ya Mungu kufanya yote haya na kumpa dunia Adam, Biblia inasema kwamba ile Mwanzo 2:18 Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa kazi ya Adam ilikuwa ni nini? Kazi ya Adam ilikuwa ni nini? Kazi ya Adam ilikuwa ni nini? Ukisoma ile Mwanzo 1:26 na 28, 26-28, mwanadamu anapewa agizo, anaambiwa ukatawale. Alipewa agizo na Mungu, akaambiwa kwamba wewe kazi yako itakuwa ni kutawala. Kwa mwanadamu alikuwa na kazi, Adam alikuwa na kazi ya utawala wa dunia. Na tunaona Mungu alipomuumba Adam, kuna vitu alimwambia hapa. Nitaendelea kusoma mstari wa 19. Bwana Mungu 2:19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka ardhi. Sasa naomba tuangalie mtiririko wa maandiko. Kuna kitu hapa naamini tutajifunza sana. Bwana Mungu akasema, hii 18, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Kwa katika harakati za Mungu kumfanyia msaidizi, unaona mstari unafuatia tu Mungu anaanza kumtafutia msaidizi kutoka kwenye wanyama. Hii watu wengi tumemiss sana na tunahisi tu kwamba maandiko hayana uhusiano, lakini yana uhusiano. Nasema 18 anasema Bwana Mungu akasema si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari 19 unaona kwamba Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adam likawa ndiyo jina lake. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Tunaona kwamba kumbe mpango wa Mungu wa mwanzo awali kabisa kumtafutia Adam msaidizi ilikuwa ni kupitia wanyama. Na alifanya wanyama, alafu akampa Adam. Mungu akasema wape majina. Sasa hebu tuangalie maana ya jina. Jina ina maana gani? Maana ya jina. Tunaposema akawaambia Adam awape wanyama majina, jina ina maana gani? Maana ya jina. Watu wengi tulikuwa nadhani tu Adam alikuwa anawaambia sasa wewe utaitwa tembo, wewe utaitwa chui, wewe utaitwa nyati, mtu wa Mungu. Sio kweli. Hiyo ni maana ya Sunday school kabisa ya miaka 5 na mpaka miaka 10. Lakini aliposema akawapa majina ilikuwa na maana tofauti, na tutaangalia maana ya jina. Jina lina maana gani? Jina lina maana gani? Unaposema jina, Adam akawapa wanyama majina. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa jina ina maana hizi hapa, alafu tutaangalia maandiko kadhaa. Jina ni sawa sawa na tabia, mamlaka ama kazi.
Jina ni tabia, mamlaka ama kazi. Kwa Adamu alipokuwa anaambiwa kwamba anawapa wanyama majina, alikuwa anawapa tabia, mamlaka ama kazi. Na tuna kuthibitisha hayo kwa neno la Mungu. Kwanza tuanze, kuna mtu alikuwa anaitwa, kama unamfahamu kwa neno la Mungu, alikuwa anaitwa Abrahamu. Abrahamu hapo mwanzo alikuwa anaitwa Abraham, ambaye sasa hivi tunamuita Ibrahimu. Lakini baadaye Mungu akambadilisha jina, akamwambia sasa utaitwa Ibrahimu. Mwanzo 17 mstari wa 5. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa. Unaona, Abraham alibadilishwa jina kwenda Ibrahimu kulingana na kazi ambayo Mungu alikuwa, kulingana na kazi ambayo Mungu alikuwa amempangia, ama kitu ambacho alikuwa amepangiwa na Mungu kufanya. Akamwambia sasa utaitwa Ibrahim, ikimaanisha kwamba baba wa mataifa mengi. Kwa kulingana na kazi Mungu akambadilisha jina. Pia tunaona katika ambao tumesoma sana jina la Yesu. Ukisoma ile Filipi 2:5 mpaka 11 tutasoma, nadhani kuna kitu ambacho tutapata ili kuweza kuelewa maana ya jina. Na tunamaanisha nini Adam alivyosema kwamba Adam akawapa wanyama majina. Adam akawapa wanyama majina. Hakuambia kwamba wote itwa tembo, alikuwa anawapa tabia, alikuwa anawapa mamlaka, alikuwa anawapa na kazi ya kufanya kwenye bustani ya Eden. Kwa Filipi 2 mstari wa 5, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina hilo. Tunaanza kuona jina lipitalo majina, lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Baba. Tunaona hapa pia Mungu anamkirimia baada ya Yesu kufa na kufuka msalabani. Biblia inasema kwa Mungu akamkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. Ina maana jina la Yesu lilikuwa na mamlaka kupita mamlaka yote. Ilikuwa sio jina kwamba ni Yesu, kwa sababu kwenye Biblia tunaona hata kuna Yesu wengi. Kuna yule alikuwa anaitwa Bali Yesu, lakini jina lina maana ya mamlaka. Ndio maana watu zamani walikuwa wanapewa majina yenye maana. Hata watu sasa hivi, watu ukiangalia makabila ya Kinyakyusa, wanampa mtu jina lenye maana, kwa sababu wanajua maana ya jina. Jina linawakilisha tabia ama mamlaka ama kazi ambayo huyo mtu atakuwa. Tukiangalia hata mfano wa Petro, Mungu alibadilisha akamwambia, wewe Simoni sasa unaitwa Petro, ambao Petro ilikuwa na maana ya Petra Kigiriki, ambayo ina maana ya jiwe, likiwakilisha kwamba wewe ndio utakuwa msingi, utakuwa kiongozi wa kanisa la kwanza. Sio kama msingi ni Yesu, ambapo Biblia inasema hakuna msingi mwingine aweze kuweka ila uliokwisha kuweka, yani Kristo Yesu. Lakini alikuwa anaambia kwamba utakuwa ni kama kiongozi na wewe utaongoza wenzako katika kufikisha Injili. Kwa akambadilisha jina, akamwambia utaitwa Petro. Tunaweza kuangalia pia hata majina ya Mungu. Mungu ana majina mengi. Jehova Rafa, ambao ni Mungu mponyaji wetu, Mungu atuponyaye. Elohim, Mungu muumbaji. Na maana jina inawakilisha kazi, tabia, mamlaka. Tunaona hapa. Lakini pia sisi tunasema, ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana 3:1, Biblia inasema tazama ni pendo namna gani ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Mamlaka yetu ni ya nani? Ni ya wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Kwa jina linawakilisha tabia, mamlaka. Sasa Adam alivyoambiwa kwamba utawapa wanyama majina, alikuwa anawapa hivi vitu, alikuwa anawapa tabia, alikuwa anawapa mamlaka, alikuwa anawapa na kazi ya kufanya. Bwana Yesu sio sana. Na tukisoma 14 tunasema kwa Mungu akasema si vyema mwanadamu peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mungu akaanza kukumfanyia wanyama, akamfanyia wanyama, alafu akampa Adam, akamwambia Adam, sasa hawa wanyama wote wape majina, wape tabia, mamlaka, wape kazi. Adam alivyowapa majina, tabia, mamlaka na kazi hivi viumbe vyote, Biblia inasema kwamba Adam hakuona wa kufanana naye katika hao wanyama. Kwa akaangalia akasema, katika hao wanyama, kwa hizi tabia na mamlaka na kazi ambazo nimewapa, sijaona wa kufanana naye ambaye ataweza kunisaidia. Kumsaidia Adam kwenye nini? Msaidizi alikuwa na kazi ya kumsaidia Adam kutawala. Tumesema hapo mwanzo kabisa. Kwa mwanamke alifanywa msaidizi kumsaidia Adam kutawala, sio kupika wala kuosha vyombo, lakini alikuwa ameumbwa awali kumsaidia Adam kutawala. Tunaona katika ule mstari
wa 22 ambao Adam anasema kwamba mstari wa 21 ambao 20 ambao tunasema Bwana Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia Adam alifanana naye. Kwa baada ya Adam kuwapa wanyama tabia, mamlaka na kazi, hakuonekana wa kufanana naye. Hivyo Adam ndiye aliwapa wanyama uwezo, kazi, mamlaka, maana ndio alikuwa mtawala wao. Na tunaposema kwamba aliwapa mamlaka, ni kama unasema rais anawapangia mtu kazi, anaambia sasa utakuwa ni mkuu wa wilaya. Ina maana anampa jina lingine. Ile jina linawakilisha mamlaka, linawakilisha kazi ambayo atafanya, linawakilisha tabia. Anaambia sasa utakuwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa haenendi kama machinga, anavyovaa, anavyotembea, mamlaka yake, kauli yake, anavyosema kitu ni tofauti, tabia zake, anakuwa na hali tofauti. Ndipo Adam alichofanya, akamwambia sasa wewe tembo utakuwa na mamlaka haya, utakuwa na kazi hii, utakuwa na tabia hii. Wewe simba utakuwa na mamlaka haya, utakuwa na kazi hii, utakuwa na tabia hii. Aliwapa wanyama majina. Unaposema majina tuseme kwamba utaitwa tembo, hapana, ilikuwa ni mamlaka, authority ya wanyama wote na ndege wa angani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya Adam kumaliza kuwapa wanyama majina, kuona kufanana naye ataweza kumsaidia kufanyeje? Kutawala. Hivyo Mungu akamfanyia Adam msaidizi mwingine. Baada ya wanyama kushindikana, kupatikana msaidizi kutoka kwenye wanyama, ikafuata kumpatia msaidizi kutoka kwa njia nyingine. Tunaenda mstari wa 21 pale. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adam, Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa katika mwanamume. Ina maana Adam, Mungu akamfanya mwanamke kutoka ndani ya Adam, akamtoa ubavu. Hatutaangalia maana ubavu, kuna vitu vingi ambavyo nimesema tutaangalia ili tuweze tu kupata uhalisia wa neno la Mungu na tusioteote vitu. Tunasema kwamba Mungu alimfanya mwanamke kutoka ndani ya Adam. Tutampa mwanamke jina Hawa, kama ambavyo Adam alikuja kumuita baadaye, lakini hapa ni mwanamke tu. Na nasema Mungu akamfanya mwanamke kutoka katika ubavu Adam. Na maana mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu, sasa itaitwa mwanamke. Na aliumbwa ili amsaidie Adam kufanyaje? Tusema kwamba amsaidie Adam utawala. Mwanamke alifanywa ili amsaidie Adam utawala wa kumsaidia Adam kutawala nini? Kutawala hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifanywa kama mtawala. Kwa kuna mambo ya kuzingatia ambayo tutalikapo hapo ambao tumezungumza. Cha kwanza ni kwamba hii dunia Mungu alivyoifanya hapo awali hakupewa mwanamke, alipewa Adam. Dunia, Mungu alifanya dunia akampa dunia Adam. Dunia hakupewa mwanamke. Tukisema Timotheo wa kwanza 2:13 tunasema maana mwanamke akufanya kwanza, alifanywa mwanaume kwanza na sio mwanamke. Mwanaume ndo aliumbwa wa kwanza, na Mungu alimpa Adam dunia, akampa Adam atawale, akampa Adam amiliki dunia, hakumpa mwanamke. Hii ni ya fact ya kuizingatia sana. Dunia alipewa mwanzo Adam, na Mungu alimfanya Hawa amsaidie Adam kutawala dunia. Cha pili ni kwamba mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Mwanamke Hawa alitoka ndani ya Adam na sio Adam ndani ya mwanamke. Unajua hivi vitu ni Biblia inasema Agano la Kale lilifanywa kwa kivuli, kwa picha ya kivuli. Na tukienda kwenye Agano Jipya tunapata picha halisi. Ndio maana tunaita Biblia ina ufunuo endelevu, progressive revelation. Kadri ambavyo unatoka kwenda mwanzo kwenda ufunuo, Mungu anazidi kufunua tabia yake, anazidi kufunua uhalisia. Vitu ambavyo vilikuwa vimeandikwa kwa kificho kwenye Agano la Kale, unakuta kwenye Agano Jipya vinajifunua. Mungu anavifunua kwa upana zaidi. Kwa hiyo picha hii ya Adam na Hawa na mwanamke ndio tunakuta kwenye Agano Jipya, ambayo ni picha ya Kristo na kanisa.
ambao tunajua kwamba kanisa lilitoka ndani ya Kristo, sio Kristo alitoka ndani ya kanisa. Maana Biblia inasema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mwanamke alitoka ndani ya Adam na alikuwa ni msaidizi, kama ambavyo ni kanisa ni msaidizi wa Kristo kwenye kutawala hapa duniani sasa hivi, ndivyo ambavyo mwanamke alikuwa ni msaidizi wa Adam kwenye kutawala dunia. Mungu anaheshimu sana mamlaka, anaheshimu sana authority. Mungu anaheshimu sana authority. Kwa maana ukija kwenye Agano Jipya unakuja kuona maneno Paulo anasema kwamba mwanaume ni kichwa, mume ni kichwa cha familia. Mungu anaheshimu authority. Ina maana Adam, mwanamke alitoka ndani ya mwanamume na sio mwanaume alitoka ndani ya mwanamke. Sasa kuna kitu ambacho tuliangalia kwenye session iliyopita, tukasema kwamba tutakiangalia kwa undani katika session hii. Tukasema mwanamke alidanganywa kwa sababu Mungu alimpa amri Adam, akamwambia mti ulio katikati ya bustani matunda yake usile. Akampa maelekezo yao Adam. Ukisoma katika ile Mwanzo 2:15 na 16 na 17, Mungu anampa pale Adam agizo kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, ukila hakika utakufa. Sasa tunakuja kuona kwamba nyoka anakuja kumdanganya mwanamke, anakuja kuzungumza na mwanamke kwanza, anamdanganya, anambia ukila, hatutasoma hapo kutokana na muda, lakini tunaona kwa mwanamke anakuja kula tunda. Tukisoma hapo anakuja kula tunda, agizo ambalo Mungu alitoa wazi kwamba usifanye, msile na mkila akiwa mtakufa. Lakini tunaona baada ya mwanamke kula akampelekea na Adam naye akala. Sasa ukisoma ile Timotheo wa kwanza 14, Timotheo wa kwanza 2:14, hapa anasema sasa kwamba Adam hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Ina maana Adam hakudanganywa, alidanganywa ni mwanamke, akala tunda. Sasa kuna sababu kwa nini tunasema Adam hakudanganywa na alidanganywa ni mwanamke. Tutasoma ile Mwanzo 3:11 mpaka 13. Pale baada ya mwanamke kula tunda na Adam kula tunda na wakajiona wao uchi, Mungu akauliza maswali pale. 11 anasema akasema, ni nani aliyokuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliokuagiza usiyale? Adam akasema, huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hilo ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanamke walikuwa wanazungumza kweli kwamba Adam alipewa tunda na mwanamke. Nyoka akaanza kumdanganya mwanamke akampata Adam, akampa tunda, Adam akala, ndipo ambapo anguko la mwanadamu likatokea. Sasa lazima tujiulize, kama Adam hakudanganywa, kwa nini alikubali kula tunda la kwenye bustani ya Eden? Kama Adam hakudanganywa, kwa sababu Mungu akamwambia kwamba ukila tunda hakika utakufa. Mwanamke akala tunda. Ina maana wakati mwanamke anaenda kumpa mume wake tunda, Adam alikuwa ameona kabisa kwamba huyu mwanamke amekula tunda, lakini hajawa kama ambavyo ameambiwa na shetani kwamba ukila utakuwa kama Mungu, mtafanana na Mungu. Akamwona kabisa, na mwanamke mwenyewe alijiona kwamba mimi nimekula tunda na sijafanana na Mungu, lakini bado akaenda kumpa Adam tunda. Je, kwa nini alienda kumpa Adam ale tunda wakati alijua kabisa hiki kitu ambacho nimekifanya sivyo ambavyo kama nimeambiwa, wala sijawa kama ambavyo nimeambiwa? Na kwa nini Adam sasa alikuja kukubali kula tunda? Kuna sababu. Kwa maana Biblia inasema Adam hakudanganywa. Adam alikula tunda akijua kabisa vitu vifuatavyo. Alijua madhara ambayo yatatokea kwa sababu alikuwa ameshatokea kwa Hawa. Alijua matokeo ya kula kwake tunda kwamba atakufa. Alijua kabisa. Alijua kwamba akila tunda dunia itaanguka na kutatokea anguko la mwanadamu. Alijua kabisa, lakini bado akakubali kula tunda. Lazima ujiulize kwa nini Adam alikubali kula tunda. Sababu ambayo mimi nitatoa hapa na mimi tutakubaliana, Adam alikula tunda kutokana na upendo. Adam alikula tunda kutokana na upendo, alimpenda sana mke wake. Alimwona sasa, naomba nikwambie kitu. Kama Adam asingekula tunda, ina maana usingekuwa na njia yoyote ya huyu mwanamke ambaye alishakula tunda akaanguka. Kusingekuwa na njia yoyote ambayo Mungu angeweza kumuokoa mwanamke. Kusingekuwa na njia yoyote. Kwa Adam alikula tunda kutokana na upendo kwa mke wake, kwa sababu hakuwa na njia nyingine ambayo anaweza kumuokoa.
Hakuwa na njia nyingine ambayo mwanamke anaweza kuokolewa zaidi ya Adam naye kukubali kula tunda. Na tutaangalia hapo sababu gani nasema kwa nini hakuna njia nyingine ambayo mwanamke anaweza kuokolewa kama Adam asingekula tunda. Lakini naomba tuangalie hii session hii tumalizie hapo. Sasa baada Adam kukubali kula tunda, Biblia inatupa sasa kilichotokea baada ya Adam kula tunda. Biblia inasema kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam. Tunasema mwanzo kwamba Mungu aliumba dunia, akampa Adam dunia. Kwa kula tunda mwanamke, dhambi haikuingia ulimwenguni. Kwa sababu mwanamke hakupewa ulimwengu. Watu wengi wanaposoma Biblia wanasema mwanamke ndo alileta yote haya, mwanamke ndo alidanganywa, lakini hapana. Dunia hakupewa mwanamke, alipewa Adam. Na dhambi haikuingia duniani kupitia mwanamke, iliingia duniani kupitia Adam, kwa sababu Adam ndio alikuwa mtawala wa dunia. Mwanamke alifanywa baadaye kama msaidizi. Timotheo wa kwanza 2:13-14. Kwa hiyo maana mwanamke alifanya dhambi haikuingia ulimwenguni. Dhambi alikuwa nayo mwenyewe mwanamke. Lakini sio ulimwenguni dhambi ya kuingia. Tutasoma Warumi 5:12. Biblia inazungumza kwa undani kuhusiana na hilo swala. Warumi 5:12 tutasoma na 14, 17 na 19. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Biblia inasema kwa mtu mmoja hakuwa ni Hawa, mtu mmoja alikuwa ni Adam. Kwa mtu mmoja dhambi kaingia ulimwenguni duniani. Sio kwa Hawa, dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam. Sio kwa mwanamke. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti kafikia watoto kwa sababu wote wamefanya dhambi. Walakini 14, walakini mauti ilitawala tangu Adam. Mauti ilitawala tangu Hawa, mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo ilitawala hata wale wasiofanya dhambi fanano na kosa la Adam. Kosa la Adam, sio kosa la Hawa. Mauti iliingia ulimwenguni kupitia kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakaye kuja, ambaye ni Kristo. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, kukosa kwake mmoja, walikosa wote wawili, lakini dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam. Sio mwanamke. Tumemlamu sana mwanamke kusema mwanamke alidanganywa, lakini hapana. Ulimwenguni dhambi iliingia kupitia Adam. Mwanamke kama asingempa Adam tunda, ina maana mwanamke angebaki peke yake, angekuwa amekufa yeye kama yeye, na dunia ingebakia kama ilivyo, kusingekuwa na madhara yoyote, na Adam angebakia kama alivyo. Lakini kusingekuwa na njia yote ambayo mwanamke angeokolewa kama Adam asingekubali kula tunda. Ndio maana nasema Adam alikula tunda kwa mapenzi yake ya mke wake, alikula tunda kwa kutaka, akulazimishwa. Alikula tunda akijua madhara, alikula tunda akijua kitakachotokea. Na ndio maana nasema kwamba tukisoma ile Warumi 6:16 pale ambapo tulisoma ile session ya kwanza, tukasema Paulo anaambia kwamba hamjui kuwa yeye mnayejitoa nafsi zenu katika kumtii, mmekuwa watumwa yule mnayemtii. Ina maana ukimtii mtu unakuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adam kwa kumtii Shetani ambao ndio waliwapa agizo mwanzo, akamwambia Hawa kula tunda, akamdanganya, na baadaye akubali kula tunda. Kwa kutii kula tunda na kutomtii Mungu, akawa ni mtumwa wa Shetani. Mstari wa 17, maana ikiwa kukosa kwa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki tutawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja ambaye Adam, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa kwa hali ya wenye haki. Kwa maana dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adam, na ikasababisha dunia nzima pamoja na mwanamke kuingia katika mauti na kuingia katika utawala wa nani? Tulisema kwamba kwa sababu alimtii Shetani, ina maana Adam pamoja na Hawa ambao ni mwanamke, pamoja na dunia ikawa chini ya utawala wa Shetani. Ndio tukasema kwamba baada hapa vikaingia vitu vitatu, kimsingi ni viwili. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, ambao mtu mmoja ni Adam, na baada ya dhambi kuingia mshahara wa dhambi ni mauti.
Ina maana ushahara wa dhambi ni mauti, vitu vikaingia ulimwenguni baada ya kosa la Adam, kwa sababu dunia ilipewa Adam akupewa mwanamke. Kwa maana baada ya Adam kuasi, vitu vikaingia ulimwenguni. Na kingine ni kwamba dhambi ama kosa la Adam alikumwathiri tu yeye mwenyewe, lakini iliathiri dunia nzima na viumbe vyote vilivyomo. Dhambi ya Adam, kosa la Adam iliathiri dunia nzima na viumbe vyote vilivyomo. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Na maana baada ya kosa la Adam, viumbe vyote vikaingia katika hali ya utumwa, viumbe vyote vikawa katika hali ya mauti. Mauti ikaingia ulimwenguni kupitia Adam. Na maana Adam ana utenda dhambi, dhambi yake kaathiri dunia na vyote vilivyomo. Tukisoma ile Warumi 8:19 mpaka 22 nitasoma hapo. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote, naomba usikize hapa, viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake alivitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyote navyo vitawekwa huru kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Utumwa wa uharibifu, hata vingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tunajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Biblia inasema wazi kwamba viumbe vyote viliingizwa katika hali ya utumwa, viliingizwa katika hali ya uharibifu baada ya kosa Adam. Mauti ikaingia kwa viumbe vyote kutokana na kosa la Adam, na sio kosa la mwanamke. Mwanamke hakuingiza mauti duniani, alifanya kosa sawa, lakini sio alioingiza mauti ulimwenguni, kwa sababu yeye hakupewa hii dunia. Dunia alipewa Adam. Na maana mwenye kuweza kuingiza dhambi ulimwenguni ni Adam na sio mwanamke. Na tunasema Adam hakudanganywa, alidanganywa mwanamke. Adam alikula tunda akijua kabisa anachokifanya, akijua kabisa matokeo ya anachokifanya. Na kama japokuwa tunamlaumu Adam sawa, lakini kama Adam asingekula tunda, sidhani kama ungekuwa kuna njia ya mwanamke kuokolewa. Na maana mwanamke angekuwa katika hali ya kosa peke yake na angeadhibiwa peke yake, na kusingekuwa na njia yoyote ya mwanamke kuokolewa. Lakini Adam kula tunda, kupitia uzao wa mwanamke akapatikana mkombozi ambaye alikuja kuokoa dunia na mwanadamu, na alikuja kutuokoa sisi sote ambao ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndo ilikuwa ni session ya pili ya anguko la mwanadamu, na leo tumefocus sana kuhusiana na mwanamke, na hii inaitwa nafasi kwenye Kiswahili kuna hiyo inaitwa nafasi ya mwanamke katika jamii. Hii ilikuwa sasa ni nafasi ya mwanamke katika anguko. Kwa hiyo tumeona kazi ya mwanamke na kwa nini mwanamke aliumbwa, na kosa la mwanamke na dhambi kuingia ulimwenguni haikuingia kwa mwanamke, japokuwa ndio alianza kufanya kosa, iliingia kupitia Adam. Na Adam alikubali kula tunda kwa mapenzi yake yeye mwenyewe kwa mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kuna kitu umepata kwenye session hii, kwenye somo hili. Kama una swali lolote usisite kuandika kwenye comment section hapo. Na kama tupo YouTube usahau kusubscribe, pia kulike video. Like video inasaidia kufikisha ujumbe huu kwa watu wengi zaidi, na wengi zaidi waweze kujifunza maneno ya Mungu. Nadhani tutakuwa na session ya 3 na tutaenda kuangalia vitu ambavyo tumeviacha hapa. Kuna vitu vingi hatujaviangalia. Nadhani tutakuwa na session ya 3 na tutaenda kuangalia sasa jinsi gani mpango wa wokovu ulianza na tokea pale tu kosa lilipotendeka, Mungu akaanza mpango wa kumuokoa mwanadamu. Tumesema mwanadamu ameanguka, kwa Mungu akaanza mpango wa kumtoa mwanadamu hapa, kumrejesha katika kama alivyokuwa mwanzoni kwenye bustani ya Eden, na kumrejeshea ule utawala, na alifanya hivyo kupitia Yesu Kristo. Kwa nadhani tutakuwa na session ya 3 ambapo pia tutajitahidi kujibu maswali mbalimbali ambayo yameulizwa sana. Tutajibu katika session ya 3, na nadhani itakuwa ndio session ya mwisho katika hili somo la kuhusiana na anguko la mwanadamu. Naamini Mungu amekubariki sana, naamini umejifunza, naamini tutaendelea kuwa pamoja. Kama umejifunza, kama tulivyosema kwamba usahau kulike, kushare video na kusubscribe pia kama tupo YouTube, na kucomment chochote kama una swali, una jambo lolote ambalo unataka kufahamu au unataka hiyo clarified zaidi, unaweza kuliandika hapo na tutalijibu kadri Mungu atakapotupa nafasi. Naitwa Best Katunzi. Mungu akubariki sana. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe. Nakupenda sana sana sana. Amen.